Iran imefafanua aina ya mazungumzo yatakayofanyika kati yake na Marekani. Iran imeeleza kwamba mazungumzo yatakayofanyika si ya moja kwa moja kama ambavyo amesema rais wa Marekani katika hotuba yake kwa vyombo vya habari siku ya Jumatatu. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na vyombo vya habari baada ya mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu juu ya mazungumzo ya masuala ya nyuklia kati yake na Iran, huku akisema kwamba Iran itakubali tu kufanya mazungumzo, lakini pia mazungumzo hayo yatakuwa ni ya moja kwa moja. Lakini pia rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema kwamba mazungumzo yatafanyika, lakini si kwa namna ya kulazimishana, lakini pia si kwa namna ya kufedheheshana. Iran haitakubali fedheha kutoka kwa Marekani. Wakati huu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema kwamba Iran ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo, na mazungumzo hayo kati ya Marekani na Iran hayatafanyika moja kwa moja, bali tu yatafanyika huko nchini Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itafanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja ya ngazi ya juu nchini Oman karibuni hivi. Iran na Marekani zitakutana Oman siku ya Jumamosi kwa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja ya ngazi ya juu. Araghchi amesema hayo katika ujumbe uliotumwa kwenye mtandao wa kijamii wa X mapema siku ya leo Jumanne. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Iran amesema mazungumzo hayo tarajiwa ni fursa kubwa, kama ambavyo pia ni mtihani. Mpira uko kwenye uwanja wa Marekani. Kauli ya Araghchi imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani na Iran zitafanya mazungumzo ya moja kwa moja siku ya Jumamosi baada ya kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu mjini Washington. Hata hivyo, mkutano na waandishi wa habari kati ya Trump na Netanyahu ulipangwa kufanyika jana Jumatatu katika ofisi ya Oval ulifutwa, kwa mujibu wa ikulu ya White House. Rais wa Marekani alisema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yatakuwa katika ngazi ya juu sana. Hii ni katika hali ambayo Trump anaitaka Tehran kuingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku akitishia kuivamia Iran kijeshi iwapo diplomasia itafeli. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa viongozi wa Marekani wana wajibu wa kuthibitisha kivitendo kuwa kweli wanataka mazungumzo na Tehran. Kumekuwa na mvutano kati ya Marekani na Iran juu ya masuala ya nyuklia, lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu Marekani imekuwa ikilizingatia ni kuona kwamba pengine Iran kama itakuwa na silaha za nyuklia ama imetengeneza silaha za nyuklia, huenda ikafanya shambulizi zito ndani ya Israel, moja kati ya washirika wake muhimu wa muda mrefu, jambo ambalo Marekani haiwezi kukubali. Hata hivyo, kiongozi wa Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba katika kipindi hiki wapo tayari kwa ajili ya mapambano, na ameliandaa jeshi la taifa hilo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani ikiwa mazungumzo yatashindikana. Hata hivyo, alisema hakuwa tayari kwa ajili ya kufanya mazungumzo, lakini kutokana na umuhimu na kuona namna ya kuepusha vita, mamlaka za nchi hiyo zimekubaliana kufanya mazungumzo na Marekani kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja, na ni mazungumzo ambayo yatafanyika siku ya Jumamosi huko nchini Oman. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukujuza kile kinachoendelea katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.